Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika ibada ya asubuhi ya Anza Siku na Bwana inayokuja kwako na mimi Pastor Miamba. Na leo tunaenda kusoma katika kitabu cha Waebrania sura ya 10 mstari wa 38 hadi 39, halafu nitaanza ile sura ya 11 kuanzia mstari wa kwanza. Biblia inasema hivi: lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisitasita, roho yangu haina furaha naye. Lakini sisi hatumo miongoni mwao wasitao na kupotea, bali tumo miongoni mwao hao walio na imani ya kutuokoa roho zetu. Anasema kwa habari ya imani, tutaongelea leo kwa habari ya imani. Hiyo tulikuwa tunasoma Waebrania sura ya 10 na ule mstari wa 38 na 39. Lakini kwenye somo hilo la imani, nataka nisome pia Waebrania 11 mstari kuanzia wa kwanza. Maandiko yanasema hivi: basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Maana kwa hiyo wazee wetu walishuhudiwa. Kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Tunaona hapa, ukiendelea kusoma utaona dhana ya imani jinsi ambavyo inaelezewa. Lakini tunaona maandiko yanaeleza kwamba mwenye haki ataishi kwa imani. Kwa maana haki hudhihirishwa ama huthibitishwa kwa imani. Mtu hupata haki yake anapomwamini Mungu. Maandiko yanasema Ibrahimu alimwamini Mungu, akahesabiwa lile jambo kuwa haki. Sasa tunaona tunapomwamini Mungu juu ya jambo liwalo lolote, lile jambo tuliloliamini linakuwa ni haki. Na tunaona maandiko yanasema mwenye haki, sifa yake, ataishi kwa imani. Kwa lugha nyingine, anayeishi kwa imani ni mwenye haki, anapokea haki ya vile ambavyo anaviamini kila siku anapoishi. Sasa tunaona kwamba imani ni nini? Anaeleza kwamba imani ni kuwa na uhakika wa mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Sasa ukiona anaeleza kwa habari ya uhakika wa mambo yatarajiwayo, ni kwamba kila unachokifanya sasa hivi lazima uwe unafanya ukiwa na uhakika wa mambo yatarajiwayo. Yaani katikati pasiwe na kusitasita. Manake amesema hapa kwamba naye akisitasita, roho yangu haina furaha naye. Katikati pasiwe na kusitasita. Ninaamini ya kwamba katika hali ninayopitia Bwana ananiponya. Wala usisitesite kwamba labda nitakufa, labda nitaangamia. Mwamini Bwana ya kwamba katika hili ninapona. Na imani ni lugha ya kiroho inayowakilisha hali ya mtu anayokuwa nayo dhidi ya mazingira alionayo. Mfano, unapokuwa na hali fulani ama mtazamo fulani juu ya mazingira unayoyapitia, ule mtazamo unakupa kushinda. Petro alipoitwa na Yesu atembee juu ya maji, alirusha hatua kadhaa. Zile hatua alikuwa na mtazamo, alikuwa na uhakika wa mambo atarajiwa, kwamba anatembea juu ya maji, nitamfikia Yesu juu ya maji. Ghafla alipoanza kuyaangalia mazingira, mtazamo wake ghafla ukabadilika, na hapo imani ikaondoka, akapoteza haki ya kutembea juu ya maji. Kwa sababu kinachopiga imani siku zote ni mazingira unayopitia. Na ndio maana Biblia inaeleza vita yetu ya imani ni mazingira. Lakini pia chanzo cha imani, Biblia inasema ni kusikia kutoka nako na neno la Kristo. Maana yake nini? Unapoongelea kwamba wewe unataka kuwa mwenye haki wa Mungu, unayetembea kwa imani, ni lazima uisikilize sana sauti ya neno la Kristo kuliko kusikia sauti ya mazingira unayoyapitia. Imani hatutembei kwa vitu tunavyoviona.
Imani tunatembea kwa vitu tusivyoviona, vile vitu ambavyo katika ulimwengu wa roho havionekani katika ulimwengu wa mwili, lakini tunaviona katika ulimwengu wa roho. Hiyo ndio imani, na ndio maana ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Yale bayana ya mambo yasiyoonekana ni kwamba namwamini Bwana ya kwamba atanipa 5,000,000, na hiyo 5,000,000 sijawahi ishika. Hiyo ndio bayana ya mambo yasiyoonekana. Lakini uwezo ukaniambia unayo imani na ya kununua simu ya 100,000 na wakati unalipwa mshahara 500,000. Hiyo sio imani, kwa sababu unayo uhakika wa mambo unayoyaona, sio yale usiyoyaona. Unayaona, hela unayo. Uwezo ukasema hivi, mimi naamini kitu nilichonacho, yani mimi namwamini Bwana kwamba nimevaa nguo. Mbona zinaonekana? Ni kitu ambacho kinatakiwa kiwe hakionekani. Na unapofanya jambo lolote, Biblia inasema fanya kwa imani. Fanya ukimwamini Bwana. Ukiomba, omba kwa imani, ukimwamini Bwana kwamba wewe unao uhakika wa mambo yatarajiwayo. Unaposikiliza kitu, sikiliza kwa imani. Unajua unao uhakika wa mambo yatarajiwayo. Unapotoa sadaka, kutoa kwa imani, kama Ibrahimu alimtolea Mungu kwa imani, akiamini kwamba Mungu atafanya muujiza. Kwa kila unachokifanya, fanya kwa imani. Mwenye haki ataishi kwa imani. Ataishi kwa imani. Atakuwa na uhakika wa mambo yatarajiwayo pasipo kuyaangalia mazingira. Ataishi kwa imani. Maana yake, asubuhi ya leo unapoenda kufanya biashara yako, fanya biashara kwa imani. Amini ya kwamba Mungu atakubariki. Amini ya kwamba Mungu atafungua milango. Ukiona saa 4, saa 5, saa 7 bado mambo hayajafunguka, endelea kuamini. Endelea kumwamini Bwana. Usitishwe na mazingira, kwa sababu mazingira ndio yanayoharibu imani. Usitishwe na mazingira. Endelea kumwambia Bwana, najua hata katika hili wewe Mungu utaenda kufanya. Endelea kumwamini Bwana. Katika kila jambo endelea kumwamini Bwana. Katika afya endelea kumwamini Mungu. Usiogope. Usiwe na maswali mengi, Mungu wangu, labda naumwa, labda kuna kitu mondani hakijakaa sawa, labda usiangalie mazingira. Angalia Mungu anasema nini. Ndio imani. Kwa kupigwa kwake tulipata kupona. Hata we kama gonjwa aliyoweka kwa Misri, kwa maana yeye ndio Mungu atuponyaye. Hata nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana yeye ni fimbo yangu, gongo lake na fimbo yake vyaniongoza. Ananifariji wakati wote. Yeye atanishindia wakati wote. Hayo maneno ambayo unajiongelesha tokanao na neno la Kristo yanayatuliza mazingira yote. Unakuwa mtu wa imani. Mtu wa imani. Mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Imani ni maisha ya kila siku. Unamwamini Mungu leo, unamwamini Mungu kesho, pasipo kusita. Unakuwa na uhakika wa mambo yatarajiwayo, bayana ya mambo yasiyoonekana. Unamwamini Mungu ya kwamba mimi sitakufa maskini, mimi ni tajiri. Unamwamini Bwana kwamba leo nitakutana na muujiza wangu. Unamwamini Bwana kwamba hakika mimi leo nitaenda kuona wema wa Bwana. Imani ni mazoezi pia. Unapojizoeza namna ya kufanya mambo yako, unajizoeza kwamba katika hili Bwana atanipigania, ni imani. Kuna watu hata wanapoenda kutoa, anatoa lakini sio kwa imani. Yani ndio maana anaangalia hivi, natoa nini? Na shilingi 20,000. Nikitoa yote si nitakufa na njaa. Anaangalia mazingira, haangalii mambo yajayo, haangalii baraka baada ya kuwa umetoa. Kwa kuna mambo mengi sana ambayo yanatufungulia ukurasa wa maisha ya imani. Tunaendelea kujifunza kwa habari ya maisha ya kumwamini Bwana. Nataka unapoondoka leo kwenda kwenye kazi yako, mwamini Bwana. Mwenye haki ataishi kwa imani. Unapoenda kukutana na mtu yeyote, haijalishi we ni dhaifu kiasi gani, unayekutana ni hodari kiasi gani, mwamini Bwana. Bwana ataenda kukufungulia milango. Bwana ataenda kukupa neema. Hautabaki kama ulivyo. Bwana ataenda kukuvusha mahali ambapo hata hukutarajia kwa imani. Usiogope hali unayopitia, usiogope. Mwamini Bwana, mtazame Bwana.
Endelea kusoma neno pasipo kukoma. Maana imani chanzo chake ni kusikia. Kusikia kutokanako na neno la Kristo. Lazima wewe unamwamini Bwana kwa kupitia maandiko. Unapoendelea kusoma, endelea kuamini. Endelea kusoma na kuendelea kuamini. Imani ni kitu kinachozaliwa baada ya kuwa mtu anasoma sana neno. Na baada ya hapo unamuomba Mungu, kumuomba Mungu kwa imani, ukijua ya kwamba yote ambayo Mungu unayahitaji anaenda kukufanikisha. Kwa hiyo tunaenda kuangalia ama tumeangalia maisha ya imani, maisha ya imani, vile unavyotakiwa uishi kwa imani, vile unavyotakiwa utembee kwa imani. Usikubali mazingira ya kuhubirie. Usikubali hali unayopitia, usikubali mazingira ya kuhubirie. Kataa sauti za giza zinazokuambia utakufa. Achana nazo, kataa, zikatae. Wewe lishikilie la Bwana. Biblia inasema maneno na mambo yoyote utakaoongeleshwa na watu yatapita tu, lakini neno la Bwana litasimama, litadai kuyatimiza makusudi yake juu ya maisha yako. Endelea kumwamini Bwana katika jina la Yesu. Nami endelea kumwamini Bwana kwa watoto wako ya kwamba watafanikiwa. Endelea kuamini Bwana kwa ajili ya biashara yako. Endelea kumwamini Bwana kwa ajili ya maisha yako. Usikatishwe tamaa na yale unayoyapitia. Endelea kuamini. Endelea kuamini. Naomba nitangaze neno la baraka unapoenda kwenye shughuli zako siku ya leo. Nataka tuende tuombe. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninakushukuru sana. Asante kwa mafuta yako na nguvu zako. Asante kwa kibali ulichokiachilia kwa watoto wako. Mtoto wako aliyenisikia wakati huu, Mungu aliye hai, umwezeshe kuishi kwa imani. Tie nguvu aweze kuishi kwa imani. Naomba Roho Bwana endelea kumsaidia mtoto wako huyu. Mazingira yanayopiga kelele, hali anayopitia madeni yasiyolipika, hali ya uchungu anayopitia kupitia mahusiano yake na ndoa yake, jambo lolote analolipitia ndani ya maisha yake, Mungu aliye hai, mpe neema mtoto wako huyu wa kuishi kwa imani. Mpe neema ya kutembea katika imani kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, asante kwa maana kila kitu ambacho mtoto wako ananiangalia na nisikia unaenda kumpa, atakipata kwa imani katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Amen. Mungu wangu akubariki sana. Basi tutaendelea kusikia mambo yanayohusu imani. Tutaendelea kusikia mambo yanayohusu imani, kuendelea kukujenga kiimani zaidi. Mungu wangu akubariki sana. Unaweza kuikamilisha ibada hii kwa sadaka. Unaiachilia kwenye ile lipa namba M-Pesa ambayo ni 57 78 76 0 au namba za mawasiliano 0713 84 21 23 au 0744 98 25 17. Mungu wangu akubariki na uwe na wakati mwema. Amen.